Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 3 na wa 5, tuzione tabia ambazo Mungu anapendezwa kuziona katika maisha yetu. Tunaweza tukaanza hata ule mstari wa 3. Nitasoma. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendo, na katika upendo wa ndugu, na katika upendo wa ndugu upendo. Napenda tu nishie hapo. Haya yote niliyoyataja hapa kwamba tabia za Mungu ambazo sisi kama watoto wake tunaweza tukashirikiana na Mungu wetu kwa tabia. Ili tuweze kufanana na Mungu wetu, tunafanana naye kwa tabia. Sijalishi sana umbo la nje, kama umbo la nje si mbaya, lakini sana sana mimi ninachozungumzia ni kwa habari ya tabia. Tunaona kwamba kumbe wema, upendo ni tabia ya Mungu. Uaminifu, uvumilivu, utu wema ni tabia za Mungu. Hiyo siku ya Jumatano nikasema kwamba kwa tabia hizi zinatusaidia sisi kuokolewa na tamaa zilizoko katika dunia hii. Mungu atusaidie sana. Kwa tabia hii nikasema hivi, Mungu yeye anatuokoa mara moja. Yaani unapokuja kutubu kwamba nimeamua kuyaacha mambo yote, Yesu ninakufuata, ni rahisi sana. Na ukakiri kwamba Baba nakuja kwako, nitakufuata siku zote, futa jina langu. Huwa tunakiri namna hiyo. Lakini baada ya hapo kuishi wokovu ni hatua nyingine. Kuishi wokovu ni hatua nyingine. Na sasa cha msingi sisi si kuokoka tu. Cha msingi sisi ni kuendelea kuishi wokovu, kuutunza wokovu, kutunza hii thamani ambayo Mungu ametutunukia sisi. Maana amesema hapa, ametukirimia vitu vya thamani sana, vipawa vya thamani. Katika hivyo tuwe washirika wa tabia za uungu. Kwa hiyo wapendwa, tabia hizi zikiwa ndani yetu, tukipendana, tukivumiliana, tukichukuliana, tukiwa waaminifu katika mapatano na kadha wa kadha, hiyo inatusaidia sisi kuendelea katika wokovu. Mungu atusaidie sana. Unajua watu wa dunia hii ambao tabia hizi za Mungu haziko ndani yao, hawana uvumilivu. Niligusa tu, anapokosewa mara moja mara mbili, kama ni mke wake kamkosea, anasikia vibaya. Akaona mke wangu amezaa masikio kama ya baba yule pale jirani anaendesha bodaboda, anasema huyu mtoto hamna kabisa. Hapana, naona huyu mama amenichanganya. Anaanza kukagua na wengine, anaona mbona vidole ni kama vya yule baba yule mwalimu wa sekondari. Anachanganyikiwa, anaamua kuchukua mama, anachinja na wale watoto anaua. Si mambo yapo jamani? Mambo yapo. Kwa wapendwa, niwaambie sisi sio watu wa kawaida. Mahali popote unapokuwa, ile jamii kutambue kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Hata mwenendo tu, hata tembea yako. Kuna tabia moja hapa naipenda sana. Mimi huwa naipenda sana.
na wakati mwingine inatusaidia sana. Nilizungumzia hata Jumatano, nataka tu nizungumzie kwa sababu wengi hatukuwepo na wewe upate faida. Kuna tabia hii ya kiasi, mtu kuwa na kiasi. Kiasi ni ile hali ya mtu kujizuia, manake yani kujizuia, yani kupunguza mwendo, yani ile speed governor inakuwepo, yani sijui niseme ni zaidi ya speed governor. Hali ile ya kujizuia, unakuwa na nini jamani? Na kiasi. Mungu atusaidie sana. Hii tabia inatusaidia sana hata kwetu sisi tuliookoka. Unajua Mungu ni wa ajabu sana. Yeye akitaka kujitukuza wamjue kwamba ni Mungu, huwa anaachilia mambo manyonge yatokee. Ndivyo alivyo. Anaachilia tu mambo manyonge. Kwa nini? Ili kwamba waweze kumjua kwamba yupo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda Mungu, anajivuniaga sana nafasi yake. Lakini wakati mwingine unakuta walokole tunaogopa kujivunia nafasi yetu. Tukichangamana na watu, unaogopa hata kuitika kumwambia mtu Bwana Yesu asifiwe. Unataka na wewe uonekane wa duniani, kwa sababu watu wanatuonaga walokole sisi ni washamba. Sio washamba. Sisi ndo tunaongoza kwenye ustaarabu. Haleluya! Maana tabia za kiasi zina baba yetu. Uaminifu una baba yetu. Si ndio jamani? Utu wema una baba yetu. Kuna hekima nyingine inayozidi hapo. Kuna hekima za dunia hii zilishaharibikiwa. Kwa Mungu yani anapenda kutumia vitu vinyonge. Na unaweza ukashangaa, kuna watu dunia hii wamejaa, wenye elimu zao kubwa, wenye akili zao nyingi, na ukashangaa hata Mungu hajawaokoa. Lakini anakuja kukuokoa wewe. Anakuja kuniokoa mimi. Tena anakutoa kijijini palipochoka kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili kwamba Mungu ajitukuze. Isifike mahali watu wakajivuna kwa ajili ya uwezo wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hali zote Mungu ambazo ametuokoa nazo, uwe na elimu uwe huna, uwe na pesa uwe huna, ukiwa na hii tabia ya kiasi, watakuona kwamba wewe ni msomi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu utakuwa na kiasi. Nilitoa mfano tu wa buffet ya chakula. Si ndio jamani? Buffet tu ya chakula. Wewe unaona buffet ya chakula imewekwa pale. Si uchukue chakula kinachokutosha. Unajaza kuanzia kule, unajaza mpaka sahani inakuwa ndogo, unaikumbatia namna hii. Mengine anaanza kudondoka, unatafuta watu wa kuokotee. Lakini sisi ambao Bwana ametupa neema, tuwe na tabia za baba yetu. Baba yetu ni mstaarabu. Haleluya! Ni mstaarabu jamani. Tuna ile tabia ya Mungu wetu ya kiasi, ambayo inatusaidia sisi kuonekana wastaarabu. Hata kama hatujajifunza itifaki, lakini tukiwa na tabia ile ya kiasi, tunaonekana sisi ni wasomi. Hata Ulaya tunaingia. Si ndio jamani? Unafika kwenye buffet, unachukua chakula, yani wanashangaa tu. Hata kama wataangalia suti yako wanaiona kama imechoka, wewe huna habari. Si ndio jamani? Lakini wakiangalia namna ulivyo, wanaanza kushangaa. Akina Petro wakasimama mahali fulani wakahubiri. Wale watu wa mataifa wakasema hivi wameipata wapi hekima hii na wao hawajasoma? Wapendwa, sisi si watu wa kawaida. Kama tukitembea katika mpango wa Mungu, tukatamani sana kuzivaa hizi tabia za baba yetu, tunaweza tukaupindua ulimwengu. Mungu atusaidie. Nikazungumza hivyo. Kwa hiyo Mungu wetu anapenda sana sisi tuwe na tabia za kwake. Maana yake nikasema tabia hizi zinamfurahisha yeye, maana anatuona tunamfanana. Unapofanana na Mungu jamani, si nasikia vizuri? Amina. Tabia hizi za Mungu zinatufanya sisi, zinamfunua Mungu ili tuweze kumjua Mungu wetu jinsi alivyo. Ili tuweze kumjua Mungu wetu jinsi alivyo. Na tabia hizi zikikaa ndani yetu, watu watamuona Mungu hata wasiomjua. Ndio maana tunaambiwa hivi, wakati mwingine ni katika ule mwenendo wa maisha yetu,
jinsi tulivyo tunaweza tukasababisha kuwavuta watu waje kanisani hata kabla hatujawaambia neno. Wakati mwingine injili ni rahisi sana, lakini tunaweza tukakaa hapa tusione hata mtu anaingia kanisani. Kwa sababu gani? Tabia, hujachukua tabia za baba yako, umekopi na kupesi. Sasa hivi vijana wengi wanakopi na kupesi tabia za kwenye mitandao. Wanashinda wanachati na simu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na wewe umeokoka. Sikukatazi, lakini inakusaidia nini? Chati uangalie, uyaone mambo ya dunia ili kwamba wewe uwe msaada kwa watu hao. Sio uchati alafu ubaki unashangaa na baadaye usipojiangalia unaweza ukavutwa na mwenendo ulio mbaya. Kwa hiyo hizi tabia za Mungu tukiwa nazo, watu wa duniani wanamuona Mungu ndani yetu. Haleluya. Wanamuona nani jamani? Mungu ndani yetu. Kwa tunapokuwa tunawakaribia, tunampeleka Mungu katikati yao, wanasikia kubarikiwa. Kwa hiyo nikazungumza kwa habari ya hizi tabia. Nikazungumza tabia moja, tabia ya uaminifu. Hasa hii tabia ya uaminifu inamfunua Mungu vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sasa ndo nataka nizungumzie hapa, nimalizie, tuendelee na mambo mengine. Tabia ya uaminifu inamfunua Mungu jinsi alivyo. Dunia ya leo, watu sasa hivi wanamwangalia Mungu kwa sehemu moja ya upande mmoja. Wanajua kwamba Mungu ni mwenye upendo, Mungu mwenye huruma, Mungu mwaminifu, Mungu anabariki, na ndivyo alivyo. Lakini upande wa pili hawauzungumzii. Na ndio maana naona watu sasa hivi wanafukuzana tu kwenye mikutano ya injili, wanatafuta uponyaji, wanatafuta hiki na hiki, lakini hakuna injili ambayo itahubiriwa maeneo sehemu kwenye mikutano mikubwa hii inayoletwa sijui ya kina Mwamposa ya kina nani, ikagusia habari ya dhambi au kitu kingine. Hakuna. Kwa hiyo tabia ya uaminifu inamfunua vizuri sana jinsi Mungu alivyo. Naomba mnisomee sasa kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7 na ule mstari wa 9 nafikiri mpaka wa 10. Naomba sasa mnisomee, na shida kidogo ya macho. Kumbukumbu wapendwa. Nitasoma. Asante. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi 1000. Wamchukiao mbele ya uso wao huwaangamiza. Hata kuwa mlegevu kwake yeye amchukiaye, atamlipa mbele ya uso wake. Basi zishike amri na sheria na hukumu ninazokuamuru leo uzitende. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tumesikia vizuri wapendwa. Hapa sasa hii tabia ya uaminifu, Biblia inasema kwamba jueni kwamba Mungu wenu ni Mungu mwaminifu, atendaye wema na haki. Lakini akazungumza kwamba hata kuwa mlegevu kwa mtu anayemchukia, ni lazima atamlipa. Kwa hiyo tabia hii tunamuona Mungu jinsi alivyo. Mungu ni Mungu anayeshika agano lake, ni mwaminifu katika neno lake. Na unapokiuka ukaenda kinyume, Mungu huwa anatoa adhabu. Amina wapendwa. Mungu anatoa adhabu kwa ajili ya makosa unayoyafanya. Sasa unajua hata Yona alinibariki sana. Hata Yona kwenye kitabu kwenye habari zile za Yona, hatutasoma ile sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2. Anamwambia Mungu hivi, mimi ndio maana sikutaka kwenda huko Ninawi, kwa sababu nilikujua wewe ni Mungu mwenye rehema, mwenye huruma, unahurumia watu, unafanya hivi. Ndio maana mimi sikutaka kwenda huko, nikaamua kukimbilia Tarshishi. Kwa nini alizungumza maneno haya? Yona alikuwa na uchungu na watu wale
Manake nafikiri labda moyoni mwake walikuwa anataka kulipa kisasi. Labda ni watu ambao walikuwa wameshamuudhi, sijui. Kwa hiyo alikuwa amekubali sana kuiona ile hukumu kwamba bora tu na wao wafanyeje, na wao wafe. Lakini Mungu akawa amemwambia, nenda ukapige panda kule uambie. Na hawa walipoambiwa wakati wakatubu. Sasa Yona hii kamuumiza. Kwa hiyo Yona alijua tu Mungu ni wa upande mmoja. Lakini kumbe Mungu yeye ni Mungu mwaminifu. Hii tabia inamfanya Mungu asibadilike. Haleluya. Abaki na msimamo wake. Maana anasema yeye ni mwaminifu kwa neno lake. Ndiyo maana atahukumu wenye dhambi. Kwa ni vizuri tukajua wapendwa. Amina. Ni kweli Mungu ametuahidi baraka nyingi sana. Na tena amesema nyingi tena za thamani. Lakini nikazungumza pale kwenye Zaburi ile moja. Huwa naipenda sana ile Zaburi. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani pa wenye nini jamani, pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo, na sheria yake ufanyaje? Halafu anasema naye atakuwa kama nini? Uzao na wala jani lake. Halafu anasema na kila atafanikiwa. Mungu atusaidie sana. Kwa uaminifu wa Mungu anatubariki kwa hayo. Lakini iwapo hatutakaa katika mabaraza ya wenye mizaha. Kweli kabisa. Kama utatenda mizaha utapishana na hizo baraka. Na wakati mwingine unaweza kusema hivi, nimeshaomba Mungu, nimefanyaje? Hapana. Je, umejiepusha na mizaha? Je, sheria ya Bwana unaitafakari usiku na mchana? Kama unatenda hivyo, Bwana anakubariki. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tabia ya uaminifu inamfunua Mungu jinsi alivyo. Na tabia hii tukiwa nayo kama kanisa ya uaminifu, wapendwa, sijui nisemeje. Kuna wakati mwingine maeneo haya huwa tunapungukiwa, lakini ni tabia ya Baba ambayo anatamani kutuona tukiwa nayo. Uaminifu. Na sisi uaminifu unatusaidia kubaki katika msimamo ule ule. Hatuendi kushoto wala kulia. Hatugeuki. Kwa ni vizuri tukajua wapendwa. Amina. Ni kweli Mungu ametuahidi baraka nyingi sana. Na tena amesema nyingi tena za thamani. Lakini nikazungumza pale kwenye Zaburi ile moja. Huwa naipenda sana ile Zaburi. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani pa wenye nini jamani, pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo, na sheria yake ufanyaje? Halafu anasema naye atakuwa kama nini? Uzao na wala jani lake. Halafu anasema na kila atafanikiwa. Mungu atusaidie sana. Kwa uaminifu wa Mungu anatubariki kwa hayo. Lakini iwapo hatutakaa katika mabaraza ya wenye mizaha. Kweli kabisa. Kama utatenda mizaha utapishana na hizo baraka. Na wakati mwingine unaweza kusema hivi, nimeshaomba Mungu, nimefanyaje? Hapana. Je, umejiepusha na mizaha? Je, sheria ya Bwana unaitafakari usiku na mchana? Kama unatenda hivyo, Bwana anakubariki. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tabia ya uaminifu inamfunua Mungu jinsi alivyo. Na tabia hii tukiwa nayo kama kanisa ya uaminifu, wapendwa, sijui nisemeje. Kuna wakati mwingine maeneo haya huwa tunapungukiwa, lakini ni tabia ya Baba ambayo anatamani kutuona tukiwa nayo. Uaminifu. Na sisi uaminifu
unatusaidia kubaki katika msimamo ule ule, hatuendi kushoto wala kulia, hatugeuki. Ukisoma kwenye Wakorinto wa kwanza Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, anasema hivi: watu na watuhesabu hivi kuwa tu mawakili wa siri za Mungu. Na hiyo sasa inampasa wakili kuwa mwaminifu. Mungu atusaidie sana wapendwa. Uaminifu, sisi ni mawakili kama nilivyosema. Wewe na mimi tumeheshimiwa. Ni vizuri tutamani tabia za Mungu zikae ndani yetu. Sisi sio wa kawaida, tumetengwa na Mungu, tumewekwa wakfu. Tusibaki kama watu wa kawaida. Umependwa na Mungu wewe. Uzibebe siri za Mungu. Yaani mimi nakwambia hata siri yangu siwezi nikakwambia. Mimi huyu. Au wewe siri zako nawaambiaga watu wengine? Halo? Wewe siri zako nawaambiaga watu wote? Lakini sasa Mungu. Yaani kwa nini nazungumza? Natamani tujue sisi ni watu wa namna gani, ili kwamba tuzishiriki hizi ahadi ambazo Mungu ametukirimia. Tusitamani zitupite. Tusitamani tuwe kama watu wa kawaida. Tumeacha pombe, tumeacha mambo yote, tumeacha kila kitu, tumeacha. Na tunasema sisi tumeamua kumfuata Mungu. Na kumfuata Mungu hajatuacha hivi hivi, kama watoto wake wapendwa. Kama jinsi mzazi anavyoweza kushirikisha watoto wake, ndivyo ambavyo anatushirikisha. Ndivyo ambavyo anakushirikisha. Anakuona ni wa thamani, anakupenda, mtu kukupa siri yake. Wapendwa, umeaminiwa sana. Hata mimi siwezi kukuambia. Labda nitafute mtu kabisa, yani ndo nimwambie. Nafikiri na wewe ni hivyo, maana sisi si ni wanadamu. Lakini Mungu, sisi tulioko hapa tumepewa siri za Kristo. Tunapaswa kuwa waaminifu. Haleluya. Uaminifu utatusaidia sisi kubaki katika msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa waaminifu tutadhirisi ahadi hizi ambazo Mungu amezikusudia. Baraka ambazo Mungu amekusudia katika maisha yako. Napenda kusema mpendwa, uaminifu ni neno pana sana. Nimesema kama hivi naenda tu na malizia hapa. Uaminifu ni neno pana sana. Lakini tunapaswa kuwa waaminifu maeneo yote. Katika haki. Mungu ametuita nyumbani mwa Bwana. Kila mmoja ana karama, kila mtu ana huduma. Mahali ulipo, je, wewe ni mwaminifu? Dunia inatafuta watu waaminifu, wapatikane wapi? Leo hii hata ukienda mahospitalini hakuna waaminifu. Kanisa linataka kuwafikia watu. Kuna wagonjwa, ni mgonjwa mahututi, lakini yupo daktari ambaye anaweza kumsaidia, lakini si mwaminifu. Ndio maana watu wanatangatanga, waende wapi? Hawana majibu. Majibu yako mahali hapa. Natambua kwamba aliyoko hospitali Bwana anamhitaji. Aliyoko vichakani Bwana anamhitaji. Aliyoko wapi Bwana anamhitaji. Na Bwana anamhitaji, anajivunia analo jopo ambalo ameliweka sehemu lina uaminifu wa kuweza kusaidia watu ambao wamekosa majibu. Kwa hiyo katika huduma yako uwe mwaminifu. Tabia hii wapendwa, wakati mwingine kama kanisa inatupungukia. Na tabia ya uaminifu inatenda kazi mahali ambapo umebaki mwenyewe. Hakuna mtu, hakuna polisi wa kukuhamrisha. Tunaiona kwa nani jamani? Kwa Yusufu peke yake. Lakini Yusufu akiwa peke yake, hana ndugu hata mmoja, na ndugu zake wamemtupa, lakini alibaki kuwa mwaminifu. Yusufu alikuwa ni kijana,
kama ni tamaa za mwilini zilikuwepo kabisa, halafu mtu anakutokea akiwa hana hata nguo. Napozungumza wahusika wanajua, siwezi kuendelea zaidi. Lakini uaminifu, yani unamsaidia mtu kubaki kwenye msimamo. Haleluya. Akasimama akakubali liwe na lisiwe, mimi hapa sikubali. Na akamwambia siwezi kwa sababu wewe ni mke wa Bwana wangu. Na nimekabidhiwa yote, lakini sio kukugusa wewe. Watumishi wa Mungu, vijana mlioko mahali hapa, wanafunzi mlioko mahali hapa, mnapotoka kwenda vyuoni, mchungaji hayupo, mzazi wako hayupo, hebu simama na uaminifu. Ukawe kielelezo mahali ulipo, Kristo aweze kuinuliwa. Nimezungumzia kwa habari ya mizaha. Habari ya mizaha ni kupuuzia mambo ambayo ni ya msingi na ya muhimu, ambayo mmekubaliana kama kanisa, kama kundi kutenda. Nilipozungumzia kiasi, sijui ni hii uaminifu, nikasema kwamba kwani kuna shida gani mchungaji wako akijua au kiongozi wako wa idara akijua kwamba kwa kweli sintafika, kuna jambo hili na hili? Si ndio uaminifu na ndio ustaarabu? Lakini tunaishiria tu humo katikati. Kumbe hii inaondoa sehemu fulani ambayo tulitakiwa tuiishi. Baraka za Mungu tunaweza tukapishana nazo. Ndio maana wakati mwingine unakuta tunahangaika tu, wa mataifa anahangaika, na sisi tena ndio hivyo hivyo. Biblia imesema mtakopesha. Si ndio Mungu ametuambia hivyo? Si ndio tunaenda kukopa tena kwa watu wa mataifa? Tunaenda kukopa. Kwani Mungu anajipinga na neno lake? Ni kweli tukilisimamia neno tutakopesha. Si Biblia inasema tu kwamba ufanye kazi? Tutakopesha. Lakini nani wakili mwaminifu anayelisimamia neno? Na wakili anapaswa kuwa mwaminifu katika madogo tunayoyaona. Haya tunayotangaziwa hapa. Bwana ndo anayaangalia hayo. Ukishafaulu katika haya, anakupandisha katika viwango vya juu. Bwana anataka tupande. Kila siku Mungu anataka tupande viwango hadi viwango. Wakati namaliza uongozi kwenye jimbo, nikamwambia kwamba kwenye tawi langu pale, nikasema hivi, kanuni za Mungu huwa yeye ni kupandisha viwango kwenda viwango. Hatutegemei kuona kwamba kiongozi anakabidhi uongozi halafu mambo yanaharibika. Ujue huyo kiongozi hakukaa sawa kwenye eneo lake. Mungu atusaidie sana wapendwa. Uaminifu, uwe mwaminifu. Kanuni za kifedha jamani zinajulikana kwenye Biblia. Fanya kazi, lakini pia mtolee Mungu. Lakini unaweza ukakuta wakati mwingine mtu anaona kwamba akimtolea Mungu atapungukiwa. Hapana. Kwa hiyo tabia ya uaminifu wapendwa ni tabia ambayo Mungu anahitaji tuwe nayo, na tukiwa na hii tabia tutazipokea zile baraka ambazo Mungu amezikusudia. Soma katika kile kitabu cha Danieli, utazikuta habari za wale watumishi wa Mungu 4 ambao walikuwa wametekwa wakapelekwa utumwani huko walikoenda, lakini walipofika kule walisimamia uaminifu wao, walisimamia agano lao na Mungu, walisimamia makubaliano nao na Mungu. Tunaona jinsi gani Mungu alivyoweza kuwaokoa kutoka katika shida zilizokuwa zimewazunguka. Unaweza ukajikuta kwamba ikainuka vita kutaka kukuondoa wewe katika imani yako, lakini kama ni mwaminifu Mungu anakutetea. Tunaona kabisa Danieli alikubali kufungua madirisha na kuendelea kuomba. Akina Shadraka wakasema hatutainamia sisi tena sanamu hii ambayo mfalme umeitengeneza. Sisi tunaamini kwamba Mungu wetu anaweza akatuokoa. Wakabaki na msimamo kwa sababu walimjua Mungu wao, kwa sababu walikuwa na ile tabia ya uaminifu. Hawataanguka chini kusujudia sanamu. Tunaona Mungu jamani hakuacha, akawatoa katika tanuru,
akamtoa Danieli katika tundu la simba. Na Danieli wakati mfalme anamwendea anasema, Danieli mtu upendwaye na Mungu, Bwana wako hajakulinda na haya makanwa ya simba. Akasema, mfalme uishi milele, kwa sababu Mungu ametuma malaika, amekamata makanwa ya simba, hayajanizuru. Akasema kitu kimoja, kwa sababu kwake Bwana sikuwa na kosa, na hata kwako mfalme sikuwa na hatia yoyote. Mungu atusaidie wapendwa. Jamani, tusimame katika uaminifu. Kwa nini nasema hivyo? Ninatamani hizi baraka tuwe nazo. Vijana, iweni uaminifu. Uaminifu. Usije ukabaki hapo unaonekana kwamba uko kanisani. Nikagusa siku moja hiyo siku nikagusia, kuna mtu sisi alitufundisha kanisani. Mchungaji, unaona kwamba watu tuko wengi mahali hapa, kumbe tulishapotea. Hatuna uaminifu, huko mtaani hakuna ushuhuda, huko mashuleni tukienda ndio hivyo. Mzazi anatoa pesa uende chuoni, wakati mwingine unadai kwamba kuna ada, kuna hili na hili. Unajua sasa hivi watoto mmeshaendelea, mnajua mengi kuliko wazazi. Utamdanganya mzazi ilivyo. Mzazi atajitoa, atajikumuta, anatoa na senti ya mwisho. Wa kiume wanaenda kuoa, uko chuoni ana mke. Pesa ya familia, wazazi wamejifunga. Naomba mkawe kielelezo vioni. Na niwaambie hivi, Mungu wetu ni mwaminifu. Hata kama unaona akili zako hazichaji, lakini yuko Roho atiaye akili za wenye haki, utapasua. Zipo akili za wenye haki. Tukimjua Mungu, zipo akili za wenye haki, ziko hekima, yapo maarifa na ujuzi ambayo Mungu ameyakusudia tuwe nayo kama sisi. Wapendwa, tutapindua. Kumbe ni kwa sababu mmejipanga na kutulia katika tabia za Mungu. Na iwe hivyo wapendwa. Kazini uwe mwaminifu. Kwenye mapatano kama kanisa uwe mwaminifu. Baba, kwenye ndoa yako uwe mwaminifu. Tumekuwa na shida moja sasa hivi, wamama tunapoendelea na semina za wamama, ukifika nyumbani tumefungwa na tabia moja jamani tu. Hauna utii. Sasa kwa kweli huku kutii, tunatii maeneo gani? Tunatii maeneo gani? Sasa mtu aniambie kwamba niuze nyumba labda tukapange, natii wapi mchungaji? Kwa hiyo tunahitaji sana msaada ili kuwa waaminifu katika neno la Mungu, maana neno linaua na pia linahuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha msingi wapendwa, tuzishiriki hizi tabia za Mungu wetu ili watu wamuone Mungu katikati yetu, ili na sisi tuweze kufaidika na zile karama ambazo Mungu ametukirimia kama sisi. Lakini tuwe waaminifu. Wamama tuwe waaminifu kwenye ndoa zetu, kwenye uchumi wetu tuwe waaminifu, kanisani tuwe waaminifu kwenye vipindi ambavyo tumekubaliana mahali hapa kama kanisa. Mungu atubariki kwa neno lake.